Tunasoma kitabu cha Kutoka sura ya 7 kuanzia mstari wa 20. Neno la Mungu linasema hivi: Musa na Haruni wakafanya hivyo kama Bwana alivyowaambia, naye akainua ile fimbo na kuyapiga maji yaliyokuwa mtoni mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake, na hayo maji yote yaliyokuwa katika mto yakageuzwa kuwa damu. Hao samaki waliokuwa mtoni nao wakafa, na ule mto ukatoa uvundo, Wamisri wasipate kunywa maji ya mtoni, na ile damu ilikuwa katika nchi yote na Misri. Lakini waganga wa Misri wakafanya mfano wa hayo wa uganga wao, na moyo wake Farao ukawa mgumu, wala hakuwasikiza, kama Bwana alivyonena. Farao akazunguka na kuingia nyumbani mwake, wala hata hilo hakuliweka moyoni. Wamisri wote wakachimba kando ya mto ili wapate maji ya kunywa, maana hawakuweza kuyanywa yale maji mtoni. Zikatimia siku 7 baada ya Bwana kuupiga ule mto. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu Kristo, imani yetu, tumaini letu. Neema na iwe kwako, na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Hekima anapaza sauti kwako, anapaza sauti kwa ajili ya uzima wa milele. Anasema na wewe, Roho wa Mungu anasema na wewe. Yeye mwenye masikio na asikie neno hili ambalo Roho anena na makanisa. Kama mwanafunzi wa Yesu Kristo, sina neno lingine. Ninamhubiri Yesu Kristo aliyesulubiwa msalabani kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu, aliyemwaga damu yake msalabani kwa ajili ya kuosha dhambi zetu. Kwa hiyo tunamhubiri Yesu Kristo aliyesulubiwa msalabani, na kwa kuwa yeye ndiyo mkombozi wetu, na sasa tunaitwa wana wa Mungu, tunaitwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Tunayafikiri yaliyo juu ambako Bwana wetu Yesu Kristo yuko. Hatuyafikiri mambo ya chini. Kwa hiyo hatuhubiri mambo ya chini yasiyo na uzima. Tunahubiri mambo ya juu ambako ndiko aliko Bwana wetu Yesu Kristo. Tunahubiri mambo ya juu yatakayowafanya watu wote kuwa watu wa juu, sio watu wa chini. Tunawatoa ulimwenguni, tunawaleta katika ulimwengu wa roho ambako Bwana wetu Yesu Kristo yupo. Yeye ni roho. Kwa hiyo tunahubiri mambo ya roho. Mtu atuelewe hivyo. Hatuhubiri mambo ya mwili. Kwa ajili ya nini? Kwa sababu mambo ya mwili hayaleti uzima wa milele. Hayamfanyi mtu kuwa mcha Mungu. Hayamfanyi mtu kuwa mwana wa Mungu. Tunahubiri mambo ya roho. Kwa hiyo tunamhubiri Yesu Kristo. Siku zile zamani za Nabii Musa na Haruni, baada ya pigo la kwanza, wakati Mungu anataka kuwakomboa Israeli kutoka Misri, alimpiga Farao kwa mapigo mengi, lakini pigo la kwanza lilikuwa fimbo ya Haruni kumeza nyoka. Nyoka wote waliotokana na fimbo za watumishi wa Farao. Na hilo nimekwisha kuhubiri kwamba ulikuwa ni unabii kwa habari ya kanisa, kwa habari ya mambo yanayotokea sasa, na sasa yanazidi kutokea. Fimbo ya Haruni na fimbo za watumishi wa Farao. Lakini leo ninahubiri kwa habari ya pigo la pili. Pigo la pili, Bwana anamwambia Musa na Haruni
kwamba Farao anatoka anaenda mtoni kuoga, anaenda katika mto asubuhi hii. Wewe nenda ukutane naye huko, na ukishafika huko mwambie Bwana anasema uachie watu wangu waende jangwani wakanitumikie, wakaniabudu, lakini wewe hutaki. Sasa nitakupiga kwa njia ya fimbo hii, nitapiga maji haya ya mto, nayo haya maji yatageuka kuwa damu, na kila kilichopo ndani ya huo mto, samaki wote watakufa na uvundo utatokea. Ndipo maji yote ya Misri katika nchi nzima yatageuka kuwa damu, maji ya mito na vijito, maji ya maziwa, maji ya kwenye mabwawa, maji ya kwenye visima. Hapatakuwa na maji yasiyo na damu, maji yote yatakuwa damu. Hapo ndipo utajua mimi ni Mungu niliumba mbingu na nchi. Utanijua kwa pigo hili. Basi Musa na Haruni wakaenda wakakutana na mfalme wa Misri, Farao. Wakamwambia maneno yote ambayo Mungu amesema, waachie watu wangu wakawe huru, waniabudu huko wakiwa huru. Ndipo Haruni alipoyapiga maji ya mto, maji yote yakawa damu, maji yote ya Misri yakawa damu. Wana wa Misri wakachukizwa na hicho kitendo, kwa sababu maji hayatumiki tena, maji yamekwisha kuchanganywa na damu. Hili ni pigo la pili. Zikadumu siku 7 tangu Musa alipoyapiga hayo maji kuwa damu, zikadumu siku 7. Lakini na watumishi wa Farao nao wakafanya kwa uchawi wao, kwa uganga wao, mfano wa neno hilo hilo. Unafikiria maandiko haya matakatifu yanamaanisha nini? Mungu anamaanisha nini? Je, ni pigo tu? Mungu anataka tu tujue pigo la pili Mungu alimpiga Farao kugeuza maji yawe damu? Sio kweli. Ndani ya hili pigo kuna siri kubwa. Ni unabii wa Mungu kwa watu wake, kwamba ni habari njema anaihubiri Bwana wetu Yesu Kristo, anaihubiri Mungu wetu kwa habari ya mwanaye na kwa habari ya kanisa, kwamba zamani zijazo watu watakombolewa kwa pigo hili la pili, kwamba ni unabii wa habari njema, ambaye habari hii njema imekwisha kutokea kwetu, na hata sasa tunazidi kuihubiri, kwa sababu mpinga Kristo bado ameinuka. Kwa mfano wa Farao, anazuia watu wasiwe huru, wamwabudu Mungu kwa uhuru. Anawashikilia watu, wawafanya kuwa mateka wa dhambi, laana na mauti, na sisi bado tunahubiri neno la Mungu, kuwatoa huko, kuwaleta kwa Yesu Kristo. Ni habari njema ambayo iko sasa. Neno la Mungu linasema hivi katika mstari ule wa mwisho, mstari wa 25, anasema zikatimia siku 7 baada ya Bwana kuupiga ule mto. Siku 7 hii kumaanisha neno hilo ni neno la Bwana. Siku 7, namba 7 inawakilisha Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo toka upige ule mto mpaka neno hilo kuisha ikachukua siku 7. Hii inamaanisha ni neno la Bwana. Lakini kwa nini maji? Maji yanawakilisha ubatizo. Maji haya yasipochanganywa na kitu chochote kile, ni maji ya kawaida tu, hayawezi kuleta uhai kwa mtu yoyote. Maji tunayotumia yasipochanganywa na neno la Mungu ni maji ya kawaida, kila mtu anaweza kutumia tu kwa kawaida tu. Lakini maji yale yakachanganywa na neno la Mungu, ile fimbo ya Musa, fimbo ya Haruni inawakilisha neno la Mungu. Maji yakichanganywa na neno la Mungu, kinatokea kitu kipya, kinatokea kitu kipya kabisa.
naweza kusema inatokea uhai baada ya kufa, na wale samaki waliokufa baharini katika hayo maji yanawakilisha wanadamu. Kwa hiyo ukiangalia katika pigo hili kuna maji, damu na roho, kwamba hii ni injili ya maji, damu na roho ambayo Bwana wetu Yesu Kristo anaihubiri na ndiyo iliyoko sasa hivi ulimwenguni. Kwa hiyo ni unabii kwa habari njema, kwa habari ya injili ya maji, damu na roho. Mtu atakuwa mwana wa Mungu, atakombolewa kwa maji, damu na roho. Hii ndiyo injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, maji, damu na roho. Haya maji yaliyochanganywa na hii fimbo, neno la Mungu, yanawakilisha ubatizo. Kwa njia ya ubatizo watu wote watakombolewa. Ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kila mtu aliyemwamini Yesu Kristo, kwa sababu imeandikwa hivi katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 kuanzia mstari wa 3, wa 4, wa 5. Bwana wetu Yesu Kristo anasema, hakika mtu amini mtu hataingia katika ufalme wa Mungu asipozaliwa mara ya pili. Anazidi kusema, mtu asipozaliwa kwa maji na roho hawezi kuulisi uzima wa milele. Maana kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa hiyo maneno haya Yesu Kristo anasema kwa habari ya roho, siyo mwili. Lakini mtu lazima azaliwe mara ya pili kwa maji na roho. Hii inamaanisha maji yanamaanisha ubatizo. Neno la Mungu lilipochanganywa na haya maji, mauti ikatokea katika hayo maji. Samaki wote waliokuwa ndani ya huu mto, ndani ya hayo maji, samaki wote wakafa, kwa sababu damu imemwagika. Maji yalipochanganywa na hii fimbo na hili neno la Mungu, maji yakageuka kuwa damu na samaki wote wakafa. Hii maanake nini? Hii damu ndiyo damu ya ukombozi, ni damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu maandiko yanasema Yesu Kristo alikuja si katika maji tu bali na katika damu, si katika damu tu bali na katika maji. Ndiyo maana Bwana wetu Yesu Kristo anasema, mtu yoyote, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe, na yeye aaminie na abatizwe ataokoka. Kila mtu atakayehubiriwa injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ni lazima abatizwe kwa maji, damu na roho. Hii inamaanisha nini? Maji tunayowabatiza watu ni lazima tuchanganye na neno la Mungu, neno la Bwana wetu Yesu Kristo, ndipo haya maji yanakuwa maji ya uhai. Kwa hiyo anasema hivi katika Marko 16 mstari wa 16, mtu akiamini na abatizwe. Kwa hiyo Wakristo tunapohubiri injili tunawaleta watu wamwamini Yesu Kristo aliyewakomboa msalabani, na wakisha kumwamini basi tunawabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Maji haya tunayaombea na kuyatia neno la Yesu Kristo, yanakuwa maji ya ukombozi, ubatizo. Sasa nini maana ya kubatizwa? Tunapowabatiza watu au tunapobatizwa, kuna jambo linatokea, jambo la kiroho linatokea, jambo, muujiza mkubwa ambao Mungu ndio anauhubiri katika hili pigo la pili. Tunapobatizwa samaki wote wanakufa. Kwa nini? Kwa sababu imeandikwa, kila anayebatizwa kwa jina la Yesu Kristo huyu anakufa. Anapozamishwa kwenye maji, ishara kuonyesha anakufa. Mwenye dhambi anakufa, mwili wa dhambi umekufa.
na anapoinuka kutoka maji, hii ni ishara ya ufufuo. Sasa roho ihai baada ya kufufuka. Hii ndiyo maana ya ubatizo. Unapozamishwa kwenye maji, ishara kuwa umekufa pamoja na Kristo. Kwa sababu ya dhambi unakufa pamoja na Kristo, mauti inatokea. Na unapoinuka kutoka maji, hii ni ishara sasa umefufuka, umekuwa kiumbe kipya, yaani roho, sio mwili tena. Ndio maana hii injili inaongea kwa habari ya injili ya maji, damu na roho. Ukisoma katika kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 12 unasema hivi. Tusome mara moja zaidi. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 12 unasema hivi: mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Angalia neno la Mungu linasema mlizikwa pamoja naye, mlikufa pamoja naye. Tulikufa pamoja naye, tukazikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo, na tukafufuka pamoja naye kwa njia ya kumfufua Yesu Kristo. Yeye alipofufuliwa kutoka wafu, ndiyo sisi tunakiri imani hiyo kwamba kwa njia ya ubatizo tunakufa pamoja na Kristo, pia tunazikwa pamoja na Kristo, na kwa njia huo ubatizo tunaamini tunapoinuka katika maji tumefufuka pamoja na Kristo, na sasa tu hai pamoja na Kristo aliye hai. Hii ndiyo maana ya ubatizo. Kwa hiyo maji yaliyochanganywa na neno la mbinguni, maji yaliyochanganywa na neno la Mungu, siyo maji ya kawaida, ni maji yenye miujiza mikubwa ambayo yanaleta uhai, yanaua mwili wa kwanza, yanafufua roho. Kwa hiyo kuna mauti inatokea katika huo ubatizo na kuna uhai unatokea. Mwili wa dhambi, laana na mauti unakufa, na roho inainuka, inahuishwa, inakuwa hai. Kwa hiyo damu imemwagika kwa ajili ya ukombozi. Injili ya damu, maji na roho. Mtu asipozaliwa kwa maji na roho hawezi kuulisi uzima wa milele. Na mtu yoyote akiamini injili niliyowatuma mhubiri, basi huyo mtu ataokoka akibatizwa. Ubatizo wetu, tunaobatizwa kwa jina la Yesu Kristo, tunakiri kwamba sisi ni wenye dhambi. Sasa tumemkiri Yesu Kristo, tunakufa pamoja na Kristo, tunazikwa pamoja na Kristo, na tumefufuka pamoja na Kristo. Tuko hai pamoja na Kristo aliye hai milele. Tuna uzima wa milele kwa njia ya ubatizo. Lakini ukisoma kitabu cha Warumi, tusome Warumi 6, inasema neno hilo. Warumi 6 mstari wa 3 na wa 4, neno la Mungu nasema hivi: hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Mstari wa 4, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Wanafunzi wa Yesu Kristo, Mungu anatufundisha kuwa leo, tambua nini maana ya ubatizo. Kubatizwa, kama umebatizwa, imani ya kwenye ubatizo ni hii kwamba Yesu Kristo ndiyo mkombozi aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo sisi tunabatizwa, ishara kuonyesha sisi siku ile Yesu Kristo katika kubatizwa kwake tulibatizwa, tulikufa pamoja naye kwa njia ya ubatizo, tukazikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo, tukafufuka pamoja naye kwa njia ya ubatizo, na sasa tuko hai, yani sio mwili huu bali roho zetu, tuna uzima wa milele. Hii ndiyo maana ya ubatizo.
Kwa hiyo kila mtu aliyebatizwa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ajue yeye alikwisha kufa, alikwisha kuzikwa, na sasa amekwisha kufufuka, yu hai milele ndani ya Baba, ndani ya Mwana. Hauko chini ya mauti tena, kwa sababu mwili wa dhambi ulikwisha kufa kwa njia ya ubatizo. Kwa hiyo wewe umebatizwa, ujue kabisa wewe ni hai baada ya kufa, baada ya kuzikwa, na sasa umefufuka. Ulicho nacho ni uzima wa milele. Hili ndilo pigo la pili, kuonyesha kwamba ni unabii kwa habari ya ukombozi utakaopatikana kwa njia ya damu, maji na Roho, yaani ubatizo wa maji tunaobatizwa leo. Wana wa Misri walipoona maji yamegeuka kuwa damu, wakachukizwa na hilo tukio, wakachukizwa na huo muujiza. Hawapendi kwa sababu hawamwamini Mungu. Na ndivyo ilivyo hadi leo. Watu wote wasiomwamini Yesu Kristo, ubatizo kwao ni upuuzi. Kwao ni upuuzi. Hawaamini katika huo ubatizo. Wana wa Misri hawaoni kwamba huo muujiza ni kwa ajili ya wokovu. Hawaoni hivyo. Lakini kwa watu wa Mungu ni muujiza mkubwa wa uzima wa milele. Samaki wakafa. Maji yalipochanganywa na neno la Mungu, samaki wakafa, damu ikatokea, mauti ikatokea, na uzima ukatokea. Kwa wale walioamini, uzima wa milele, na kwa wale wasioamini, mauti kwao. Kwa hiyo ubatizo wa maji kwa jina la Yesu Kristo kwa wanaoamini ni uzima wa milele, kwa wasioamini mauti ya milele. Hilo ndio pigo la pili, watu wanatakiwa kuelewa. Pigo la kwanza lilikuwa Musa alipomwambia Farao, waachie watu wa Bwana waende, Bwana amenituma. Akamwambia, utafanya ishara gani? Akaitupa fimbo chini. Ile fimbo ya Haruni, fimbo ya Musa ikawa nyoka. Na watumishi wa Farao nao wakasema hilo jambo ni rahisi, wakatupa chini fimbo zao zote, zikawa nyoka kama yule nyoka wa Musa. Lakini fimbo ya Haruni, fimbo ya Musa ikameza fimbo zote, nyoka wote wa wale watumishi wa Farao. Hii inamaanisha zamani zijazo ulikuwa ni unabii kwamba wakati unakuja dunia itagawanyika kwa habari ya wana wa Mungu. Musa anasimama kwa habari, Musa anasimama kama Mungu, Haruni anasimama kama nabii wa Mungu. Farao ni kama shetani ibilisi, mungu wa dunia hii, mpinga Kristo. Na hawa watumishi wa Farao ni watumishi wa uongo, manabii wa uongo, wachungaji wa uongo, wanaofanya kazi na ibilisi. Kwa hiyo neno linasema kutakuwa na nguvu mbili, nguvu ya udhima, nguvu ya uhai, nguvu ya nuru, na nguvu ya giza, nguvu ya mauti. Kwa hiyo watumishi wa kweli waaminifu watahubiri neno la Mungu. Hiyo fimbo inamaanisha neno la Mungu, lakini mpinga Kristo naye anayo neno lake. Hilo neno ni giza, hilo neno ni nguvu ya giza, nguvu ya mauti. Kwa hiyo mpinga Kristo atafanya miujiza na maajabu vile vile kuwazuia watu wasimwamini Yesu Kristo. Atafanya miujiza, lakini miujiza hiyo ni kwa ajili ya kuleta mauti. Fimbo ya Haruni ikameza hiyo. Hii kumaanisha uzima umemeza mauti, mauti imemezwa na uzima. Ingawa watu watakengeuka, wataziamini nguvu za ibilisi shetani, watazifuata hizo nguvu kwa sababu ni miujiza, lakini kwa kitambo kidogo tu imedanganya kwamba inaonekana kama uhai, kumbe mauti. Ndio maana ilipoonekana kuwa ni nyoka hai wakamezwa. Hii maana yake nini? Miujiza ya ibilisi shetani itaonekana kama inafaa kwa uzima, itaonekana kama ni miujiza ya baraka na uzima, lakini kwa kitambo kidogo ni mauti ya milele. Neno litakalodumu ni neno la Bwana wetu Yesu Kristo, ambayo fimbo ya Haruni inadumu.
kwa sababu hiyo fimbo ni neno la uzima. Kwa hiyo hiyo fimbo ya Farao, fimbo zote za Farao ni neno, lakini ni neno la mauti. Mwisho wa siku hazipo tena, zimemezwa na uzima. Huu ulikuwa utabiri wa kwanza katika pigo la kwanza. Kuitupa chini hiyo fimbo, hii inamaanisha neno la Mungu linakwenda kwa wanadamu. Wanadamu ni udongo chini ya ardhi. Wanadamu wameumbwa kwa ardhi. Kwa hiyo neno la Mungu linaenda kwa wanadamu, lakini na neno la Ibilisi naye analipeleka kwa wanadamu. Neno la Mungu linapohubiriwa kwa wanadamu, shetani naye anahubiri neno lake kuwageuza watu wasimwamini Yesu Kristo. Sasa anawageuzia kwa miujiza ya ajabu. Watu wanaenda huko, watu wanamiminika huko, wanaona kama wanaukimbilia uzima, lakini kwa macho yao wanaona kama uzima, ghafla kumbe ni mauti. Kama vile watumishi wa Farao walivyokuwa wengi wenye ile fimbo, hii kumaanisha ulimwenguni kote mpinga Kristo na watumishi wengi sana wanafanya kazi ya kudanganya watu kwa miujiza ya giza. Lakini Mungu atawaokoa watu wake, kwa sababu fimbo ya Haruni ni uzima wa milele. Hili ni pigo la kwanza, lakini pigo la pili ni hili. Fimbo ya Haruni kupiga maji ya kwenye mto, na maji yote ya Misri yakawa damu. Maji yote ya Misri, ya mito na vijito, ya visima na mabwawa, kila mahali ni damu. Hii maanisha ukombozi utakaotokea kwa maji, damu na roho kutoka juu mbinguni, na Yesu Kristo ndiye. Ndiyo maana Yesu Kristo alipokuja anasema mtu lazima azaliwe mara ya pili kwa maji na damu. Tena anasema nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili. Kwa yeye anayeamini na abatizwe ataokoka, asiamini ataangamia, atahukumiwa. Marko 16 mstari wa 16. Ndugu yangu, kama unampenda Yesu Kristo, ni lazima uokolewe kwa maji, damu na roho. Hii ndiyo Injili, na hili ndiyo pigo la pili. Ni neema, ni habari njema ya wokovu kwa wana wa Mungu, kwa ulimwengu wote, kwa njia ya maji, damu na roho. Amini katika ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu katika huo ubatizo unakiri imani ya kweli kwamba nalikufa pamoja na Kristo, nalizikwa pamoja na Kristo, nikafufuka pamoja na Kristo, na sasa ni hai pamoja na Kristo aliye hai, siyo mwili bali roho yangu. Hii ndiyo imani ya kweli. Basi kama umebarikiwa na mahubiri haya, ninaomba usubscribe ili uweze upate mahubiri mengine zaidi. Lakini usisahau kucomment chochote ambacho wewe umekielewa, comment na ulaki pia. Mungu akubariki sana. Neema na iwe kwako, na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.